Ni wakati mwingine tena ndugu mpenzi msikilizaji ama mtazamaji, ambayo aliyo mbele yako ni Apostle Timothy Akola. Tunazidi kujifunza neno la Bwana. Tunazidi kusemezana. Tunazidi kukua katika angalau tukaribie utukufu wa Bwana. Neno la Bwana yatufundisha ya kwamba tuwe kama watoto wachanga wanaolilia matiti ya mama yao ili waweze kukua. Amen. Tuwe watoto wachanga wanaotamani matiti ya mama yao ili waweze kufanya namna gani? Waweze kukua. Mtoto mchanga anapolia, ametembea kidogo na akalia, na wakati ambapo anaanguka chini, akatembea kidogo, akachukua kwa mguu na akaweza kuanguka chini, mama yake akamsikia, humkimbilia mbio na kumshika na kumweka kwa matiti. Unajua ni kwa nini? Si kwamba mtoto yule aaje kulia, sio kwamba mtoto yule ako na njaa, bali anampa hayo maziwa. Wakati ambapo anampatia hiyo maziwa, unasikia mtoto yule anafuta maziwa ya mama yake, unasikia analilia hiyo maziwa akifuruta, analilia hiyo maziwa akifuruta. Mtumishi wa Bwana ajulikanaye kama Kefa anatufundisha ya kwamba hili huyo mtoto mama anapompa maziwa anywe, hili aendelee kufanya nini? Kukua. Maana anajua akisha kuwa mtu mzima hawezi anguka, atakuwa amepata nguvu kwa mifupa, atakuwa amepata nguvu za kukanyaka chini na nguvu. Kwa hivyo wakati ambapo sisi tunakaribia neno la Bwana, tunaomba ya kwamba tuwe pamoja ili katika hilo neno tuweze kukua katika hilo neno. Na mtu akisha kuwa, huyo mtu hahitaji tena kupotoka, bali ukua na kusimama imara, ukua na kukua katika malengo mazuri, hukua na kujiepusha katika mwanguko wa kila aina. Kwa hivyo wakati ambapo ndugu yangu unajua neno, wakati ambapo neno linakuwa karibu na wewe, wakati ambapo unasoma maandiko matakatifu, wakati ambapo unatafakari ndani, ukiomba Baba akupatie ufafanuzi katika neno lake, unaweza kuwa mtu kukua katika neno. Haukui mtu tena wa kupotoka kwa upesi. Lakini wakati ambapo unajitenga katika neno na kukua mbali, ndipo sasa tunakuwa watu ambao tunaweza kuwa watu ambao tunapotoshwa. Mafundisho yangu ya awali, kama uliona yale yaliyopita, nilizungumzia kuhusu habari ya kusikiliza maneno yanaweza kufanya wewe ukue. Mara mingi tumesikia maneno ambayo yanafanya sisi tusikue. Tumekuwa watu ambao tumepakua, ama tumekuwa katika mahali ambapo tunaona hapa ndipo panapotufaa, lakini tumepotea. Kwa hivyo tusiende kule. Leo hii tunataka tuzungumzie kuhusu kukua sisi wote machoni pa Bwana na kuonekana ya kwamba sisi wote tuko sawa. Mara mingi watu hupakuana, hasa warokore. Warokore hupakuana katika misingi ya kimapato, misingi ya kiukubwa. Huona ya kwamba tunachukua nafasi hii ya kuweka viongozi katika sehemu mbalimbali, sehemu kubwa hapo mbele. Watu walio wanyonge wanatengwa kando kando ya kwamba hawana. Wewe nakuuliza, mchungaji wako alifika kwa mlango yako lini kwa ajili ya maombi? Mchungaji wako unayeenda kwake alifika nyumbani kwako lini kwa ajili ya kukuamkia na kuwatembelea waumini?
Watu wengi wamekuwa wakipakuliwa katika njia ya wokovu, wanachazilia wengine kwenda katika njia hiyo, katika makanisa, katika vikundi, katika misikiti, katika wapi na wapi. Wanakuwa watu ambao katika masabato zao wamekuwa watu ambao wanapakua mtu aliye nje, wanapakua mtu aliye ndani. Ninamshukuru sana Yeshua HaMashiach, alisema ya kwamba ninyi hamjui Baba wa mbinguni amewapa walio masikini ufalme wa mbinguni. Akaongeza kwamba ninyi msihukumiane, usihukumu mtu, usihukumu mwenzako. Kuna watu ambao tunahukumiana, tuko katika makanisa pamoja, tunasema tunaabudu Elohimu mmoja, tunaabudu Bwana mmoja, siku ya kuabudu ni siku hii yetu. Watu wanatembea, ikifika siku ya Sabato hapo wanatembea wakipitana, wakiingia wa Jumapili, wakiingia huku na huku, wakisema wanaabudu Mungu, wanamwabudu Yesu mmoja, lakini wako katika vitengo. Hawaoni wengine kuwa bora, hawaoni wengine kuwa watu sawa, hawaoni wengine pia wanastahili machoni pa Bwana. Wanaona wao ndio wanastahili katika machoni pa Bwana. Wamechukua watu walio matajiri wakawaweka mbele, hata kama wanafanya dhambi wanawaficha, wanawapaka mafuta, wanawazunguka katika utakatifu wa wanadamu. Hawaambii watu ukweli unaofaa, hawafundishi watu ukweli unaohitajika. Wanafanya watu waonekane ya kwamba wao ndio wazuri machoni pao. Mahali ambapo mtu anayejiweza shilingi, unamkuta katika kanisani anapatiwa kiti, anafanywa heshima hii. Unakuta kwamba mchungaji huwa anashinda kwake, akieta maombi, akiwa na mikutano, simu inachukuliwa, inapigwa kwamba ndugu, halo, tuko na namna hii, unajua kwamba. Lakini mshirika yule aliye wa chini, yule anayekaa nyuma kama amechikunja, hana kitu, sadaka yake ni peni mbili, kama yule mama aliyetoa pale. Mashiach akamuona na akasema yule mama ametoa mingi. Yeye huchukuliwa ya kwamba wewe unaweza kaa hapo chini, wewe huna shida, wewe taandika tu hapo, kaa hapa, wewe unaweza kaa pande hiyo, wewe hata mchungaji kufika nyumbani mwake kumtembelea inakuwa ni ngumu, inakuwa ni shida. Anajua akienda kule hakuna kitu kule, gari yake atakuwa ametumia pesa yake ya mafuta ya bure. Wamechipakua. Mnafikiria kwamba ufalme wa mbinguni ni wa matajiri. Unafikiria kwamba ati sasa, kuna mwingine aliniambia kwamba ati kama wewe umempokea Kristo hufai kulia pesa, hufai kuwa maskini. Wewe ni nani aliyekuambia kwamba ukiupokea wokovu unakuwa tajiri? Nani aliyekufundisha hayo? Hiyo ndio upotovu. Maana ni mambo ya dunia. Lakini kwa sisi baba yetu ni mmoja, tunayemwabudu katika kweli na katika roho. Yeye tunajua kwamba sisi kwake sisi ni wanadamu. Hajui tajiri na hajui masikini. Tunahesabiwa kitu kimoja. Na inafaa mfahamu ya kwamba yeye ni Elohim asiyekuwa na upakuzi wa watu. Lakini watu mmekuwa na upakuzi. Hasa makanisa kama hizi za magharibi, makanisa kama za upande wa magharibi hii, wakati wa kesha ama wakati kama wa matanga, huwa ni kitu ambayo nimeona ya kwamba unakuta ya kwamba mhubiri na wale viongozi wa mbele wametengwa mahali pa kwenda kukulia. Utakuta pale ya kwamba watakula nyama, kuku, samaki, na wale wa chini, yule mtu ambaye hana kitu anavaanga nguo moja kila Jumapili, anavaanga nguo moja kila siku ya Sabato, anavaanga kiatu kimoja, slipasi moja imekatika, anatungulia waya ndio aende kanisani, hana hata pasi kwake, nguo inakaa ni kama ambayo hata ilikuwa imechukunja kunja. Huyo unasikia kwamba huyo watafuta maharagwe, watafuta mahindi, hawa watakulia hapa, hawa watakosa, hawa watakaa hapa, hawa muangalia huko kama cabbage iko mweka kwa kidheri wa kule. Lakini tumesahau neno la Bwana.